Tarehe 28 mwezi wa pili mwaka 2026 imeingia katika rekodi ya kuwa siku ngumu sana pale Mashariki ya Kati, na hususani kwa Iran ambao waliingia katika mapigano ya moja kwa moja kati yake pamoja na Israel ambao wamesapotiwa kwa kiwango kikubwa na Marekani. Lakini tarehe 28 inaweza isiwe ngumu zaidi. Tarehe 1 mwezi wa tatu mwaka 2026 inakuwa ni ngumu mara 10 zaidi baada ya tangazo la kifo cha Ayatollah Ali Khamenei ambaye ameuawa katika shambulizi ambalo limefanyika hiyo tarehe 28 mwezi wa pili mwaka 2026. Amefariki akiwa na umri wa miaka 86. Taarifa za kifo cha Ali Ayatollah Khamenei zilianza kuwa kama tetesi kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, ambapo moja ya watu ambao walizungumza ni pamoja na waziri mkuu wa Israel Bwana Benjamin Netanyahu, wakati alipotoa taarifa kwamba kunaye harufu au wasiwasi kwamba Ali Ayatollah Khamenei amefariki dunia kwa kushambulia. Shambulizi la Ali Ayatollah Khamenei limefanyika akiwa katika ofisi yake akiendelea na majukumu, tofauti na taarifa za awali zilizoeleza kwamba Ali Ayatollah Khamenei alikuwa amejificha sehemu ambayo haijulikani na ndipo walipomshambulia. Lakini kwa mujibu wa ripoti ambazo ni za uhakika ni kwamba Ali Ayatollah Khamenei alikuwa akiendelea na majukumu yake, na shambulizi hilo ifahamike limekuwa ni shambulizi la ghafla sana ambalo limefanywa na Marekani kwa kushirikiana na Israel. Taarifa kamili yenyewe ambayo imetolewa inazungumza maneno haya, naomba kuinukuu. Kwa mujibu wa taarifa, kiongozi mkuu wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Ali Khamenei ameuawa katika shambulio la pamoja la Marekani la kihalifu na utawala wa Kizayuni. Taarifa hiyo imeongeza kuwa wakati wa kuuawa kwake alikuwa akitekeleza majukumu yake rasmi katika ofisi yake, na inakanusha madai ya Israel kuwa alikuwa amejificha katika eneo la siri lenye ulinzi mkali. Ofisi ya rais wa Iran Masoud imesema tukio hilo halitaachwa bila jibu na kwamba litaashiria mwanzo wa sura mpya katika historia ya ulimwengu wa Kiislamu na Kishia. Serikali imetangaza siku 40 za maombolezo ya kitaifa na kuahidi kuwafanya wahusika wa shambulio hilo wajutie kitendo hicho. Kauli iliyotolewa saa chache baada ya kuwepo kwa taarifa ambazo zinakinzana kuhusu hatima ya Khamenei. Mapema Jumamosi, rais wa Marekani Trump alichapisha katika mtandao wake wa Truth Social akisema Khamenei, mmoja wa watu waovu zaidi katika historia, amekufa. Naye waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akasema kuna dalili nyingi kwamba kiongozi huyo hayupo tena ulimwenguni. Netanyahu alidai kuwa makazi ya Khamenei yalilengwa katika shambulio la kushtukiza lenye nguvu. Akaapa kwamba maelfu ya malengo ndani ya uongozi wa Iran yanalengwa katika siku zijazo. Pia amewahimiza raia wa Iran kuandamana mtaani ili kuangusha utawala wa taifa hilo. Mashambulizi haya ambayo Washington na Israel wameyataja kuwa ni operation ya kujilinda mapema yalilenga viongozi wa Iran pamoja na miundombinu ya kijeshi na nyuklia. Trump alisema lengo lilikuwa ni kuharibu sekta makombora ya Iran, jeshi lake la majini, na kusababisha mabadiliko katika utawala mjini Teheran. Kwa upande wa Iran, imejibu kwa mashambulizi ya makombora ya droni dhidi ya maeneo ya Israel, vituo vya kijeshi vya Marekani katika Mashariki ya Kati. Urusi pia wameendelea kulaani, huku wizara ya mambo ya nje wakisema kitendo cha uchokozi ambacho kimepangwa na kisicho na sababu chenye lengo la kuangusha utawala ambao kwa mujibu wao umekataa kusalimu amri mbele ya shinikizo la nguvu pamoja na ubeberu. Kwa hiyo ndio maana nikasema pengine mashambulizi ya tarehe 28 yanaweza asiwe mashambulizi ambayo yanaumiza, lakini kinachoumiza zaidi ni taarifa za kifo cha Ali Ayatollah Khamenei. Sasa kwa mujibu wa taarifa, baraza la mawaziri la Iran limetangaza hizo siku 40 za maombolezo ya kitaifa kufuatia kifo cha kiongozi huyo wa mapinduzi ya Kiislamu, na utawala wa Iran umethibitisha na taarifa ambayo imesisitiza uongozi wa busara wa Ayatollah Khamenei kwa zaidi ya miaka 37, ukimwelezea kuwa mbeba bendera wa Uislamu kwa ujasiri na imani, na kama alivyoongoza umma wa Kiislamu katika mapambano dhidi ya ukafiri na kiburi. Aidha, imemtaja marehemu kiongozi huyo kuwa mfano wa kujitolea na upinzani katika enzi za kisasa. Serikali imetoa salamu za rambirambi kwa Imam Zaman taifa adhim la Iran, umma mkubwa wa Kiislamu pamoja na watu wote wenye fikra huru duniani kufuatia hasara hiyo kubwa.
Vilevile imetangaza hizo siku 40 za maombolezo. Taarifa imehitimisha kwa kusisitiza kuwa uhalifu huu mkubwa hautaachwa bila majibu na kwamba wahusika wake watafanywa wajutie kitendo ambacho wamekifanya. Katika siku za hivi karibuni, Ali Ayatollah Khamenei amekuwa akitoa matamshi ambayo tunaweza tukasema pengine huenda yalikuwa yanaashiria siku zake za mwisho za uwepo duniani. Moja kati ya kauli ambayo amewahi kuitoa Ali Ayatollah Khamenei, nitaomba nisomewahi kusema hivi na inukuu kama ambavyo alizungumza Ali Ayatollah: "My life has little value. I have a disabled body. I have a bit of dignity which you all have given me. I put all this on the line, ready to sacrifice everything. May all this be sacrificed for you." Ayatollah Said Ali Khamenei alizungumza hivi: "Maisha yangu yana thamani ndogo sana, lakini nina mwili ambao hauna thamani pia. Lakini mmenipa heshima kubwa sana, na heshima hii ambayo mmenipa, basi nimeiweka moja kwa moja, nimeitoa sadaka, lolote linaloweza likatokea." Akasema kila mmoja anatakiwa kuwa na moyo kama ambao ninao mimi. Alizungumza huyo Supreme Leader Bwana Ali Ayatollah Khamenei. Sasa ukitazama maeneo mbalimbali sasa hivi kumekuwa na mikusanyiko ya watu wengi sana huko Mashariki ya Kati. Ukitazama huko Iran kwenyewe, ukitazama maeneo mbalimbali kumekuwa na mikusanyiko ya watu wakiomboleza juu ya kifo cha kiongozi wao huyo ambaye amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 86. Na kufuatia taarifa za kifo cha Ali Ayatollah Khamenei, sasa pengine tunaweza tukazungumza ule uwazi kwamba ukanda wa Mashariki ya Kati sasa kunaweza kukawa ndio mwisho tena, si tu kwa Iran, ni ukanda wa Mashariki ya Kati kote, kwa sababu Iran amekuwa msaada mkubwa sana kupitia kwa kiongozi wao Ali Ayatollah Khamenei kuonesha misimamo na uthabiti wa taifa hilo, lakini pia kuyalinda na kuyatetea baadhi ya mataifa ambayo yamekuwa yakipitia changamoto kubwa pengine dhidi ya tawala mbalimbali za Kizayuni, hasa Israel, lakini pia Marekani, ambao walishatangaza kwamba lengo lao kubwa zaidi ni kuhakikisha wanamuondoa kabisa huyo Ali Ayatollah Khamenei. Sasa ukiangalia taarifa nyingine pia ambayo imetolewa na Israel Defense Force, nao wameelezea wakasema, pamoja na mambo mengine, wamefanikiwa kuua viongozi wengi sana wa kule Iran, na wakasema wataendelea kuwatafuta wengine ambao wanakwamisha mipango ya Mashariki ya Kati, kwa maana ya kuiondoa kabisa Iran katika umiliki wa hizo silaha za nyuklia. Lakini kama itoshi, wanasema wao wenyewe wa Marekani pamoja na Israel ni kwamba operation ambayo wameifanya jana haitakuwa operation ya wakati mmoja mpaka Iran itakapokwenda kupiga magoti. Wataendeleza, itakuwa ni operation mwendelezo, na operation hiyo mwendelezo inalenga hasa kufanya zero urutubishaji au depleting of uranium katika taifa hilo la Iran. Na Masoud Pezeshkian ambaye kwa hivi sasa rais wa taifa hilo la Iran ni kama hana nguvu sana katika taifa hilo la Iran, kutokana na kwamba mamlaka kubwa huwa inatoka kwa kwa Ayatollah. Swali hapa la msingi ambalo linabaki ni je, wa Iran watampata kiongozi mwingine ambaye anaweza kawa na misimamo kama aliyokuwa nayo Ali Ayatollah Said Khamenei, au wanaweza kampata ambaye atakuwa sasa anafungamana na hilo taifa la Marekani pamoja na Israel? Lakini je, ni mwisho au mwanzo wa mwisho kabisa wa utawala wa Iran Mashariki ya Kati, au wa Iran watakuja wakiwa wapya zaidi? Na je, sasa ile MIG, Make Israel Great Again, upande wa Mashariki ya Kati ndio umefika, au inawezekana wa Iran wanaweza wakaja na nguvu kubwa zaidi ya kupambana na hao wa Marekani au kupambana na hao wa Israel? Sasa je, dunia inaanza kuielewa nguvu ya Marekani katika taswira ya kutaka jambo lao lifanikiwe? Wanaweza kufanya jambo lolote,
au dunia itaendelea kulaani tu kama ambavyo imekuwa ikilaani maeneo mengine pasipo kuchukua reaction zozote zile? Na je, sasa hivi tukubaliane kwamba Mashariki ya Kati haiwezi katawalika tena, kwa sababu ukitazama Iran wamefanya mashambulizi na wenyewe katika maeneo mbalimbali yaliyopo Mashariki ya Kati. Ukienda Saudi Arabia kule wamefanya mashambulizi, ukienda Dubai wamefanya mashambulizi, ukienda Qatar wamefanya mashambulizi, ukienda Kuwait wamefanya mashambulizi na maeneo mengine mengi sana. Bahrain kule wamefanya mashambulizi kwenye maeneo ambayo yana vituo vya ulinzi vya Marekani. Je, maeneo hayo na yenyewe yatataka kulipiza kisasi? Je, maeneo hayo watataka kulipa fidia? Na je, rais aliyepo madarakani atakubali kuendeleza kile ambacho alikuwa amekianza mtangulizi wake, au huyo Ayatollah anayekuja anaweza akakubali kuendeleza kile ambacho alikianza mwenzake Said Ali Khamenei? Haya ni maswali ya msingi ambayo pengine tunafaa kujiuliza. Wakati huo bado kukiwa kuna sintofahamu juu ya kwa nini wa Iran wameonyesha uzembe mkubwa kiasi hicho. Taarifa za kwamba Marekani ingeweza kufanya mashambulizi makubwa katika taifa hilo la Iran zilikuwa zipo, na wengine tulikuwa tumesha ripoti kwamba pengine hadi kufikia Ijumaa yalikuwa yafanyike mashambulizi makubwa zaidi katika taifa hilo, na ikaenda mbali zaidi kwamba kwenye mwanzoni mwa tarehe mosi mwezi wa 3 na tarehe 2 mwezi wa 3 kunaweza kukawa kuna mashambulizi makubwa. Mbona wao hawakufanya maandalizi ya kumweka kiongozi wao katika sehemu ya usalama zaidi? Kuna namna, kuna uzembe ulifanyika. Mnaweza mkasema pia kwenye comment section juu ya hicho ambacho kimefanywa na Marekani pamoja na Israel katika ukanda huo. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.